Waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 11 na mpaka 15. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, amen, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu, kwa maana Adam ndiye aliyeumbwa kwanza na baadaye Hawa. Wala Adam hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzao wake, kama akidumu katika imani na upendo na utakaso, pamoja na moyo wa kiasi. Ili andiko, Bwana asifiwe sana, limebeba unabii, lakini limewafanya wanawake wengi kuwa dhaifu kwenye huduma. Anasema Mtume Paulo, simpi mwanamke ruhusa ya kufanya nini? Ya kufundisha. Sasa kuna maandiko mengi ambayo yaliandikwa na mitume wa kanisa la kwanza, kwa sababu walikuwa wanashughulikia matatizo yaliyokuwepo currently. Hii Biblia ni kitabu cha zamani, ni kitabu cha sasa, ni kitabu cha baadaye. Sasa haya maandiko yalikuwa yameandikwa, ni maandiko ni traditional. Mtume Paulo alikuwa anashughulikia tatizo lilokuwepo, na alikuwa anazungumza na Timotheo. Nyakati za kwanza, waliookoka wa kwanza walikuwa ni Wayahudi, na kanisani ilikuwa ni kama hivi. Ulikuwa uruhusiwi kuja mahali wanaume wanasikiliza neno la Mungu, na ile ilikuwa ni mila tangu mwanzo ya kumkandamiza mwanamke, lakini kwa sababu ya kosa la nani? La mwanamke. Kosa la nani? La Hawa. Hata hapa Mtume Paulo analirudia kosa lake. Okay, kwa siku za leo mwanamke lazima ujitambue kwamba Mungu anakutaka ufanye huduma, na uondoe mashaka ya moyoni kwamba wewe umezuiwa na Biblia kuhubiri, umezuiwa na Biblia kuongea, umezuiwa na Biblia kuuliza swali. Kumbuka leo hii sisi wanaume na wanawake tunakutana hapa. Mwanamke amekaa kushoto, mwanamume amekaa kulia, na sisi wote tunakaa kwenye kusanyiko moja. Kama ni ibada tunaimba pamoja, kama ni kwaya tunaimba pamoja, kama ni vyombo tunapiga pamoja. Sasa nikiwa na swali naenda kumuuliza mke wapi, na kama sijaolewa? Yesu alipokuwa anakuja, Yesu anasema juu ya mwamba huu. Mtume Petro alikuwa na Yesu, na Yesu haleluya, akauliza swali, na Petro akalijibu lile swali, akasemaje? Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, juu ya mwamba huu Petro nitalijenga kanisa langu. Kwanza akamwambia, sio damu na nyama vimekufunulia, wala sio kwa kusoma vitabu vya Torati vimekufunulia, bali Roho wa Baba yangu aliyoko mbinguni ndiye aliyefanya nini? Aliyekufunulia. Na mimi Yesu Kristo nitalijenga kanisa langu juu ya ufunuo wa Roho Mtakatifu. Mtakeni Roho Mtakatifu pamoja na uweza wake. Ni vizuri kuisoma Biblia, ni vizuri kuiamini, lakini mtake Roho Mtakatifu akuambia hayo maandiko, maana haujaandika wewe. Mtume Paulo, kanisa la kwanza lilikuwa katikati ya controversial, lilikuwa katikati ya utata mkubwa kwamba wanawake. Sasa fikiria, hawa watu wanawaruhusu wanawake. Sikiliza, moja kati ya kitu kilichowauzi sana Mafarisayo mpaka wakamuua Yesu ni kutembea na wanawake. Yaani mwanamke alikuwa ni najisi, mwanamke alikuwa ni takataka, mwanamke alikuwa hana maana, mwanamke alikuwa hafai. Una neno, uliza mmeo kule, msichana akizaliwa ana bei, binti alikuwa analingana na bei ya ng'ombe na mbuzi. Simpi mwanamke anyamaze katikati ya mkutano. Ilikuwa ni mila na tamaduni. Kwa nini wewe leo unanyamaza? Roho Mtakatifu anaokoa, alafu Roho Mtakatifu anajaza vipawa. Alafu wewe unasema, unajua watu wengi sana leo wanalishambulia kanisa la Kipentekoste, wanalishambulia kanisa. Nyie mnawapa wanawake. Hata majuzi kidogo nimeona kwenye kanisa la Anglican, sijui ni wapi kule Uingereza, wamepitisha mwanamke kuwa askofu mkuu wa Canterbury. Maaskofu wanaume wa Afrika wenye mfumo dume wakajitoa kwenye kanisa la Anglican, wakasema sisi hatuwezi kutawaliwa na mwanamke. Watu wengine wanafika mahali wanafuata, baba, hivi ni halali kuwa mchungaji? Ni halali mwanamke tutamruhusu kuwa mchungaji, lakini hata kuwa anaruhusiwa kubatiza. Kwa nini? Kwa sababu unajua mwanamke siku zingine, unajua siku zake zile na nini. Nani kakuambia? Sasa haya maandiko na maneno mengi ya watu yasikusimamishe mwanamke katika kumtumikia Kristo. Lazima uelewe una nafasi katika kanisa, lazima uelewe una nafasi katika Mungu, lazima uelewe Bwana amekuita kwa ajili ya ufalme wake.